na nashukuru sana wazee wetu wa TAKUSU, sababu walikuwa wamejaribu njia ile ya Senate, wamepeleka petition huko, na vile umeelezwa hapa na Speaker Werunga, MCS wetu, mambo ya legislative arm of government, iwe main parliament, bunge la kitaifa ama bunge la county, unapata mambo yanaenda pole pole. Wazee hawa akiwemo chairman Lichuma, chairman wetu wa TAKUSU, rafiki yangu Iyaya, ujue huyu jamani alikuwa candidate wangu hapa kura iliyopita. Walipambana na mzee Sambu na tumekuwa marafiki sana, lakini kidogo alikuwa amenitoroka, sijui alienda pande gani, pande ile ingine, si mnajua alikuwa amehama pande ile ingine. Aliniwacha akaenda kutangatanga kidogo. Sasa sikujua ameenda wapi. Wakati napata simu ya Iyaya, nikajiuliza huyu rafiki yangu alikuwa amehama, ameenda kutangatanga, anataka nini? Lakini akasema, my brother, wewe na mimi bado marafiki, wewe ni kijana wetu, na nyumbani kuna shida, na wewe ndio macho yetu kwa hii serikali. Hatuna waziri mwingine kutoka nyumba ya Mlembe, na watu wako watachoni wataangamia kama hautawasaidia. Alipokuja ofisini nikamwambia basi walete wazee, na akaniambia wazee walikuwa wameenda kwa Senate kupitia seneta wao kuweza kupeleka malalamishi kule. Walipokuja wazee tukakaa, wakanieleza, na nikasema kama mnataka usaidizi kupitia the national government, the executive arm, mambo haya yanakaa yako very serious na yanaguza familia nyingi, na lazima tuweze kuwasilisha ombi hili kwa Mheshimiwa Rais. Na tulikubaliana tuunde team ije kwa ground, wafanye hiyo verification, wafanye assessment, na wakiconfirm ya kwamba some people are compensated zamani kwa mambo ya panpepa, lakini kuna tofauti kati ya Mihu na Muchi, basi tusimamishe mambo hayo. Na sababu hiyo mwenzangu waziri alifanya kitu kinaitwa suspension ya ile gazette notice iliyofanya watu wetu wasilale usingizi hapa. Mnakumbuka? Yes. So that has been suspended. Na ndio sababu hamjaona watu wakija hapa kumung'oa katika sehemu hii. Lakini ilikuwa suspended ili verification ifanye. Na wakati tulikuja hapa tulifurahi sababu the process had started. Kidogo tukasikia kuna kikundi fulani walikuwa wanataka mwende another process ya task force, iwe formed, iwe gazetted, sijui nini, njia mrefu sana. Na nikakaa tena na chairman wa TAKUSU. Waziri alisema I have a directive to resolve this issue. So let us proceed according to what we had agreed. Msiwache wanasiasa tena wakuje waanze kuleta masharti ama kuleta siasa kwa mambo ya Chetambe. Na leo niko hapa on behalf of my brother colleague CS Tobiko kuomba the TAKUSU elders, viongozi ambao wako hapa na jamii ya watachoni, mambo haya yako mikononi mwa serikali tayari, na tunaendelea kutekeleza directive ya Mheshimiwa Rais. Leo nataka niwaombe msiruhusu wanasiasa walete siasa kwa mambo haya. Sawa sawa? Sababu mimi najua tumekuwa na shida ya Mumias. Juzi tumekuwa na an investor 5 billion anataka kuweka kwa hii mashini yetu ya Mumias. Wanasiasa wakaanza kelele, wakaanza kupiga mayowe, mpaka huyo investor akatoroka. Wanasema kelele za chura hazizuii ng'ombe kula nyasi, kunywa maji. Lakini kelele za wanasiasa zinaweza zuia maendeleo kuja hapa kwenu. Yanaweza zuia suluhu kupatikana kwa swala kama hili la Chetambe. So today I'm here just to ask you
and also to ask our colleagues, wanasiasa, including the Senator of Bungoma County, my brother Moses Masika Wetangula. We are not competing, and I'm not here to compete with you. Mimi niko kwa executive, wewe uko kwa legislature, ndugu yetu Lusaka. Nyinyi mshike leni yenu, muendelee na kazi mliopewa kule kwenye Senate. Na mwache executive ambao tayari tumekuwa directed na Mheshimiwa Rais kupata suluhu kwa swala hili, tutekeleze kazi yetu. Ama namna gani? Hiyo mnakubali? Because we should not be competing, we should be complementing each other to find a solution, and a long-lasting solution for our people. Ili tusipate watu wetu Chetambe hata Christmas hii najua mkula mzuri. Sibabu Mungu na wasiwasi. Najua speaker amekuwa hapa Lusaka na ndugu yangu Wetangula. I know they want to make some political mileage out of this Chetambe process. Lakini niwaambie, we have got this one. National government is handling this matter. We are going to resolve this matter because we have been directed and mandated to do so by His Excellency the President of the Republic. Now, they have many issues kule kwa Senate. Tumekuwa na shida ya miwa, mkiangalia nyuma yenu, hiyo ni nini? Miwa. Huyu wa Munyinyi, yeye ndio amekuwa na champion kupigania wakulima wa miwa. Kweli si kweli? Kweli. Na yeye amepambana almost single-handedly. Tunajua some of his colleagues, badala ya kwenda kuwapigania ninyi na kupigania haki ya wakulima wa miwa, wameenda kutangatanga kufanya siasa. Kweli si kweli? Huyu ndio ameleta bill, sugar bill, wa Munyinyi bill, ameisukuma hadi imepita kwa National Assembly. So I want to ask my brother Senator Speaker wa Senate na Senator Wetangula, please, the sugar bill imetoka National Assembly. Sugar bill iko kwa Senate sasa. If there is anything you should give priority and deal with, please go and deal with the sugar bill, umalize watu wetu waweze kupona. Haya ya Chetambe, mtuachie, we have said in January. Hii January, tuko tunaenda kusukuma hadi tukamilishe hii kazi. Tuko pamoja? Na pia tueleze already as we speak, Waziri Tobiko amedirect team yake. Wako wanakuja hapa from Monday, the surveyor and the team chairman watakuwa hapa nanyi. Please facilitate waweze kukamilisha hiyo verification process, mambo haya yasuluhishwe. Mimi nikuja hapa na Tobiko tuweze ku-announce not suspension of the Gazette notice, revocation of the Gazette notice. Suspension we have already suspended. Mlipokuja Nairobi, we suspended that Gazette notice. Kilichosalia ni kukamilisha verification, then we revoke permanently Gazette notice ambayo inafanya our people hawapati usingizi. Mnakubali tufanye hivyo? Yes, sir. So, mkitumia mambo ya siasa kwa hii, naona jua by mwezi wa 5 umeenda, process yenu hiyo haitafaulu, na hata wao wanajua mwali kwa waziri, you know what it means. Tunataka tufanye njia ya Eugene Wamalwa ambaye ni president mwenye mashamba yote Kenya na anaruhusa kujinyang'anya kwa sheria, ama atuachie. Na president amekubali mwenyewe kwamba mashamba ya Watachoni who are part of this country na wana haki yao ya kimsingi. Hapa ni walizaliwa, wazungu waliopata hapa, tulipigania hapa sisi wenyewe kushinda wazungu, na hapa ndio nyumbani. Wengine wakasipa hapa, hakuna mahali tutaenda. Watupe shamba letu bila mambo ya misukosuko, ati watu watumie hii kupata kura. Kama huna nafaa mahali wa kutafuta kura, utafanywa watu kazi. Hapana tafutia kwa shamba ya Chetambe, kwa sababu hii ni yetu. Mkangi hivi bila zote sawa. Sasa jana nimesikia Tobiko himself will be here na mkuu wetu anajua. You know the process, even they know it. Mambo hii inakwisha within this January. Ndio maana anamaliza. Wewe ndio mambo ya gorogoro ya kaka.
viongozi ambao wanataka kuja kuonekana kwamba yeye ndiye anajua kuongea zaidi, yeye ndiye anajua kusukuma nini, mwingine akisema kitu hajafanya, haitatusaidia. Nilisema wakati tulianza haya maneno ya kwamba tuweke kando differences zetu za siasa for the sake of watu wa Chetambe, for the sake of mashamba yetu ya Chetambe. Na ninashukuru Waziri Eugene, kila wakati akija hapa huwa anasimama analenga kusaidia watu wa nini? Wa Chetambe. Yeye ameongea hapa hivi, akawapea story venye tulienda mpaka venye tulifika, na mtu ambaye alifanya hii kiti iwekwe kando, isimamishwe, watu wasifukuzwe, alikuwa Waziri Eugene. I was there na naweza confirm mama ambayo mwami yeye ameongea hapa. Mlembe bosi. So waje tukwambiane ukweli. Kusimama mahali kwa sababu unataka kuonekana kwamba wewe unaweza cheza siasa vizuri, tuchukue mambo ya siasa tuweke kwa mambo ya Chetambe. Mama ako hapa hajalala for the last around 4 months. Huwa anakaa maji anashindwa, ataenda kutupa wapi? Na wewe unakuja kupiga kifua kwa sababu unataka watu wasikie kwamba wewe ndio unatafuta kura kwa sababu ya mashamba ya Chetambe. Bandu befake na kwezenga wale tutakubaliana nayo. Mlembe boss. Nataka kushukuru Mheshimiwa Eugene kwa sababu kila wakati tumesema umejisimamisha ndio naambia watu tumefanya ABCD. If it were not for who Eugene ambaye amekaa hapa, bandu befandinyo bamuona mwazingira kwa barabara, ando kumele mkoti tunalilia kando tukuje tukuongea hivi. Yeye ndiye alipigia President Uhuru simu. Nilikuwa kwa hiyo meeting. Akapiga simu na akamwambia watachoni wamekuja kwa sababu ya mashamba ya Chetambe. Hakusungana mungali wakura mwikulu. Hakuna kitu tusimame tukisema kwamba waena angahwanja wa Eugene kama waena. Eugene alicheza roli yake. Tulikuwa Senate, Mheshimiwa Wetangula tunashukuru akatusaidia kama Senate, inacheza mchezo wake, inaenda vizuri. Lakini mtu ambaye alisimama akaweka huko mkono na akasema kwamba kila kitu kisimamishwe, pending verification, alikuwa Waziri Eugene. Kama tukuje physical verification and documentary verification, as simple as that. Na tukafika mahali ambapo tukakwama kidogo. Na tulikwama kwa kidogo kwa sababu tulikuwa nataka kufanya verification bila labda hiyo map. Na tukaomba hiyo msamaha, tukaelewana, na hii timu hapa imesema iko tayari kufanya hiyo verification even if it means from today. Tumalize hiyo maneno. La pili, baada ya kufanya verification, sisi tunakuomba hii maombo hiyo prayer yetu, we want permanent suspension of that cassette notice. Ndio watu wakae vizuri. Tukienda hiyo mkono mwingine pia waweke permanent suspension ya Kenya cassette na watu wetu wakae vizuri. Kwa hiyo mimi sijui umepepea watu yako nini. Hii siku ni yako. Nataka tu waeleze maybe kuna kitu mzuri hiyo umewapangia so that we finish this thing once and for all. Sisi wenyewe kama community tumepoteza watu karibu 3 kwa sababu ya kusutuka na hii cassette notice. Na tungependa hii watu wetu mwingine asiongezeke hata kidogo. Watu ya Webuye community, wawe watachoni na Wabukusu, watu wetu walikufia hapa Chetambe. Sisi tumesoma historia. Mimi nimekuwa principal, nimeretire. Tumesoma vitabu. People have been compensated for the damages caused by the previous government. Sisi community ile iliumia hapa Chetambe. Hii community ilipoteza shamba Lugari. We have never had somebody to present our views with the British government so that they can look into compensation of our community. But because you are there, tunaamini kwamba ripoti itafika kwa British Embassy. Hawa ndio wako compensated.